asifiwe. Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu Kristo livume. Jina la Bwana Yesu Kristo livume. Wone kwa sababu ituje kama inavuma. Ila hapa jina la Bwana Yesu Kristo livume. Sitachoka kusema kama jina la Bwana Yesu Kristo livume. Parce que ayo ndio jina linastahili kuvuma milele na milele. Yenye haikuwake na date d'expiration. Na ndio maana kama unaangalia tungali na nguvu mpaka sasa hii. Ni parce que jina ya Yesu Kristo haina date d'expiration. Anakuwa kutope kila siku. Leo sasa iko mwenye ametendea. Sawa zino mulimo ya. Après 10 minutes kwa mwenye atatendea. Sawa 10 akenda koleo. Usedole kidogo hapa kwa mwenye biko wanatendea. Sekende mulimo wake. Na sasa na shitu tumekuja hapa tuko tunaona hapo pembeni. Amen amen. Amen. Sasa tuko tunamlalamikia. Sawa zino tulimo ukienda Kongo biko tunamlalamikia. Ukienda ukienda Amerika sasa hiyo mwenye uko tunamlalamikia. Ni Amerika sawa zino. Ukienda katika pembe zote za dunia. Bulichika. Kila mtu yuko anamulilia sasa hivi. Na wote wanangoja majibu. Parce yeye ndio anajibiaka. Kubanga yale. Kama na kisi tuko sasa hivi. Yesonganga tuli. Parce yeye ha-expire yake. Kubanga yeye time expire. Ingelikuwa sana hizo expire. Singabada sobra ku expire. Kama hatuko kisi tuko. Singate tulionga tu. Ingelikuwa sana hizo aisha kumoa. Singabada no kubira. Kama hakuna vitu tunapataka. Katwa ni tusuma. Parce haishake kutam. Na yeye kubanga bila budi. Yule mwenye alitendaka zamani. Yeye akora akafungulia wana wa Israeli njia. Nasumulira bana Israeli akatendea wa Elia na kolea ba Elia na wewe iko anakutendea. Amen amen. Amen. Jomana yesonga. Mungu aendelee kubariki kanisa letu. Elinya katonda gine masonga awamu kisa chachi ya fi. Juu ya kutuletea maprogramu ya mzuri ya kubenanga atwa yete. Fanikisha ndani ya maisha yetu. Kubenanga tufunne mu bulamu. Amen. Amen. Hakuna programu yenye unaweza pata kufanya mafanikio sasa si programu yenye umekuja. Kulafuna okufuna nyonga. Amen amen. Sasa iko wengine wangani hata kwa telefoni aseme bampelekea maombi fasi fulani Mungu akutendee. Lakini wewe unapata neema ya kusogea mbele ya uso ya Mungu. Wewe kuondesha problemu yako. Hauna besoin ya komisionere katikati yako wewe na Mungu. Amen amen. Yesu Mungu anasikiaka wale na wewe ndio kisatakusikia. Yesu Mungu anasikiaka na ndio kishinawata kusikia. Joma na usiregretia hata wewe mwalijima wakati tutakuya mwa hii programu. Amen amen. Wewe mwenyewe Mungu anakubariki na chakula. Anakubariki na kaviande. Na unakaacha ukakula. Unasema ukuye kwanza umuoneshe kwanza problemu. Amen amen. Sinjo ile inatuambia sema tutangulize kwanza vyake. Shanga atafanya vyetu. Na njoo tumekia fanya hapa sasa. Njoo maana wewe mwenye uko hapa sasa ni lazima ushangilie. Ni lazima uwe na furaha. Sababu unajua kama umekuja njoo kamata. Amen amen. Jina la Bwana Yesu Kristo livume. Tema yetu ambayo tuko tunatembea ndani ya programu ya maombi. Usife moyo muda ingali. Kwa musuri obude bucha. Sinjo tema yetu ile. Yeyo. Sababu shie vile kama vile mwanadamu. Kubanga funga bana badamu. Tuko na maroze zinavunjika. Tuino mutima zimenyeka nyo. Tuko na maroze yenye Mungu alitengeneza. Tuino mutima ngaya katonda ya. Na zinavaa hii mwili yenye wanadumisaka. Zembana mubili ngazi. Na ndio vile matatizo inaweza kukumba. Yesonga bizibu. Ile matatizo leo inakurumiza. Bizibu nebisora na unaanza jisikia kuvunjika moyo. Unaweza angalia ahadi zinakawia. Usura kwa besubizo bitu. Unaanza kuvunjika moyo. Unaweza angalia pesa imechelewa usibuya basente gatezi unavunjika moyo. Unaweza angalia voyage inakawia. Usura kwa urugendo unavunjika moyo. C'est normal parce que uko mwanadamu. Mais lakini ile ambayo iko anormal na yi ebita sobra kwa tagana ni ile ambayo Mungu hawezi shinda. Na ndio maana tumekuja leo jioni. Yesonga tuzele leo kaongezi. Mungu kutuambia ya kwamba tusife moyo. Tukama katunda muda ingali. Sababu kuko mwenye leo ilisikia kumtendea. Kubanga leo ni mulimu. Labda kesho njoo ya kwako. Labda kesho kutwa njoo ya kwako. Ndio maana usife moyo. Sababu Mungu ule mwenye alitendea ule. Kubanga katunda ya. Na njoo ule
hayakuwaka expire banange ye time expired date na hata kuwaka expire. etasobola. Mimi nakuwa nabarikiwa sana mwimbaji mwaka imba omuyimbi omuyayimba akasema aseme nagamba bwe buti connection ya Mungu na shii okukwatagana na Katonda na haiko sai ya mamega ya kudunia. teberanga MBC Hata uruze 10 giga osobola mwisho na mwisho itaisha. esobola kugwaje Hata uruze wifi osobola kula wifi itakuwa expire mu mwezi mzima. igenda ku expire Lakini Mungu yeye na ye Katonda haexpirake ye time expired haishake ye tagwa imiteza kumuita ye zishake. time yo kumukubira Haiko asa uliuza hii ya nani ya Airtel ndio wanaita nini? eyo si chikao bapaka last. Aha, paka last. Amina. Mungu akubariki sana hapa. Amina. Haiko paka last. Si paka last. Hatumikishake kikaa. Ye tatamula mu Asema litia ya 5000. yakamba nataka Itaisha. itema kugwa yo Hapana. neta Ye iko pale. ye abe Anaendelea tena. akenda maso Na ndio maana tena jioni ya leo yesonga mkauzi Mungu amependa na mimi tena nikikwambia mwaite yetu ya usife moyo muda yangali. Katonda ayagala nange nkugambye Mungu amependa na mimi nikwambie tena ayagala nkugambye mwa hii programu mweno tekatekeni utakumbukiwa. okenda kujukirwa. Amen, amen. Amina. Ni kweli umefanya vya mingi. Kitufu wakoze bingi. Ni kweli umetenda mingi. Kitufu wakoze. Ni kweli umevumilia vya mingi. Kitufu wakometiliza. Ni kweli unaweza kuwa umeona vya mingi. Usobola kulenga wana. Lakini usife moyo. Yepo kwa musu. Muda ungali. Muda buchana. Na kwa hii muda na muda utakumbukiwa. Okenda kujukirwa. Amen, amen. Amina. Ndio maana bila kuchelewa yensonga nga tetunabakulu tutaenda kufungua vitabu. Tugenda kusoma Biblia. Tutaenda kusoma ndani ya kitabu cha Esther. Tugenda kusoma mu kitabu cha Esther. Sura 6 mukaga na tutasoma tu kwanza mstari wake wa 10. Tusoma au 10 nga tuyimiridde. Kitabu ya Esther ekitabu cha Esther 6 mukaga na mstari wake wa 10. Tugenda soma 10. Msomaji kama amepata karibu kutusomea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma ndani ya kitabu ya Esther 6 shairi ya 10 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hii mpango Ukenda kujukirwa. na wakati utakumbukiwa, Ukenda maliza kujukirwa. Mungu ataleta agizo ya hata kidogo kimwa kisaulike. Mungu ataleta agizo ya kubarikia kila kitu ambao waishakuahidia. Mungu ataleta agizo ya kukupatia kila kitu bila kusahau hata nukta. Amen, amen. Hii maneno ambayo tunasoma hapa ni maneno ambayo sio mageni mbele yetu. Tumeisikia sana kila leo. Lakini neno la Mungu kila siku inakuwa ya mpya ndani ya maisha ya wanadamu. Sababu neno la Mungu kila siku inakuwa na kazi ambayo inakuya fanya. Neno la Mungu kila siku inakuwa na shabaha ya mpya. Unaweza kuwa ulisikiaga ile siku na ile siku ilikuwa siku yako. Mungu amependa uisikie leo. Sababu leo ndio siku yako. Sababu hakuna yule ambaye kuja kwake na akarudia mikono mitupu. Ndio maana sisi tumekuja kwake leo. Hii neno ni ya mpya kwetu. Sababu leo tutakumbukiwa. Sababu leo hata kitu yetu moja itasahaulika. Amen, amen. Tumesoma hapa ni juu ya historia ya Esther na Amani na Mordekai. Historia Esther na Mordekai. Mordekai alikuwa ni mjomba wake ya Esther. Uyo abadde anko wa Esther. Na kuna nchi ambao wanaenda kukimbilia. Mulimu nsi bamadenge badukire. Na kule kwenye wanaenda kimbilia, abagenda bakafune obuluna ilikuwa ni kwa mahali ya ugeni. Ebadde empya. Kwa mahali ya ugeni au badugeni. Au kwake na liberty ya kufanya kila kitu kisha unapasha kufanya kweli. Oina freedom yokukola byonna byosobola kwa nyumba ya ugeni. Mu nyumba nga batwanyiza. Unakuwa na limit ya kusema ili mimi naweza kufanya na hivi siwezi kufanya. Ngamba kino osobola kikola sino si sababu si mimi na wewe tuko wageni ndani ya hii nchi. Nawe tulia wageni. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu na yeye kusacha Mungu iko anatupatia hata na vile ambao vinashinda wenye nchi. Kwa sababu ya neema ya Mungu, Mungu anatufananisha kukua sawa sawa na wale wenye nchi. Kwa sababu ya neema ya Mungu, Mungu anatupatia hatua pale kwenye hatunge likuwa na hatua. Kama vile wana wa Israeli
walikuwa hawana madroits fulani lakini sababu walitembea na Mungu, Mungu hakuwasahau, na kila wakati alikuwa na wakumbuka, sababu Mungu wa Israeli ni Mungu ambaye ni baba responsable. Haachake watoto wake kuangamia na iko anaona. Haleluya. Ndio maana Mungu hatakuacha na wewe uteseke na iko anaona. Ndio maana Mungu hatakuacha na wewe usabulike na iko anaona. Amen, amen. Basi ndani ya nyumba ya Mordekai ukakuwa na binti ambaye alikuwa anaitwa Esther. Huyo binti ambaye alikuwa anaitwa Esther alikuwa ni binti ambaye anatembea sawa sawa na kanuni zao ya Kiisraeli vile na waambia. Amen, amen. Ndio maana kwa sisi wa Kristo, jambo la kwanza ambalo nitakwambia kulinda imani yako. Kama unalinda imani yako mzuri, Mungu atakuwa na wewe kila leo. Huyo Esther alikuwa anatembea sawa sawa na vile kanuni zao zinawaambia. Na wakati unatembea sawa sawa na vile mapenzi ya Mungu inataka, kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa vikustahili, lakini Mungu analikupatia sababu yeye ndio mwenye anababulaka. Mimi mwanadamu ninaweza angalia mtu nasema huyu mtu hiki kitu kimustahili, chuni kuna macho ya kianadamu, lakini Mungu yeye anaangalia yuko ndela ya shia, yeye macho yake inaangalia kambali, ndio maana anakamata kabele lenye shia tunawazia hawezi chote anawezesha. Ndio maana akamata Daudi kijana mdogo akamtumikisha kwa kuangusha Goliath. Yeye na wewe atungeliitika kaseme Daudi ndio aende huwa Goliath. Bangetuambia sema na wewe ndio tudeside. Tungetafuta kijeamo hivi. Nasema ule jeange tupatisha ya Goliath. Lakini Mungu sababu yeye anaangalia ile ambayo iko juu ya mawazo yetu. Anachagula kabila abinyeshia tuwazie. Na anatupatia njia kwenye hapo kwake njia. Basi Mungu akapenda kumnyang'anyia huyu msichana Esther. Ule malikia ambaye alikuwa ndani ya hiyo nyumba, alikuwa anajua kama ni malikiwa na anatawaliwa na mfalme. Na siku zote ambayo aliishi ndani ya nyumba, huyo mwanamke alikuwa anaitwa Vasti. Nadhani kama sikudanganya, alikuwa akiitwa Vasti. Huyo mwanamke alikuwa anajua kama iko na mtu mwenye anamtawala. Lakini sababu ya Mungu alikuwa anatafutia njia mtu fulani. Ile siku yenye mfalme yuko mwalile za mbaya, mkabatoa kiburi kampana. Amen, amen tu. Huko vitu vinaweza fanyika. Wanashangaa aenjo mtu anaweza fanya hivi. Mungu akatuhubiria kwa siku moja. Asema unaweza kuwa desi. Unasikiza mbona huyu kaka hanga wazani desefore hivi. Lakini ni shua toke na yako na Mungu wa maana mwenye nastahili ikae pale. Amen, amen. Amina. Basi Vasti akaumbwa na kiburi. Akaenda kumwambia mfalme anakuita. Akakataa. Nami Jonathan mwenye niko sina grade. Naanze nini sina. Mwenye mimi na wewe tuko bimoya. Tuliwa chechimu. Nikita bibi yangu akataka. Singa mpise mkazi wangu. Ndafashi. Nagana wananga. Ndakasirika. Awosirikira tasa kifula mfalme. Na yeka baba. Tena mbele ya makuhani. Umasoka baba. Banakia mwambia aseme mwanamke amekatala kukuya. Manango mwara ganye ucha. Asira ikapanda mfalme. Obusungu nenu himigira. Iyo asira eyo busungu ikatuma huyo malikia anapoteza umalikia wake na akafukuzwa ndani ya nyumba ya ufalme. Sasa hivi kunakuwa mtu ambaye anaweza kuwa ameikala nafasi ambapo ni nafasi yako. Jioni ya leo Mungu anataka usikie kwamba uko naenda kumbukiwa ule mtu atoke kufasi yako na uone pale sasa.
Hii ni muda mzuri ambao Mungu ameleta hii programu ili kwamba msogelee zaidi ile yenyewe walikuwa wananikunyang'anya, ukiririe tena na uvikamate ilikuwa tena vyako. Pale kwenye walikuwa nasema kaustahili kupafika, Mungu anaenda kuweka njia ambao sisi tulikuwa hatuwezi ili kwamba Mungu apate na kuingia pale. Amina. Lakini naye mbele ufiki kwa ile vitu tona bakutukire iyo kintu hatutaendelea sana ndani ya historia, tusobola genda nyombo sababu tunaijua sana shida kubanga tushimani bulungi. Na bakasema malikia mwingine afanye nini? Atafutiwe omulala jao. Kumbuka kama jukira bulungi ni sawa kisi wake watafute malikia hapa mu Buganda, baje banone kwini wana mu Buganda na huko Mkongomani, naye uli mu Kongo. Audacity gani banange enye uko nayo osobola kolochi ya kujipeleka n'ogenda aseme na wewe unaenda kwa malikia mu Buganda, n'ogamba nange njagala kubeera kwini mu Buganda uli mu Kongo. Bwana Yesu asifiwe. Yes, basi. Lakini naye kama unajua kama uko na yule ambaye anaweza singo maningo inaolia yule ambaye yuko odela ya malimite zote, aliwa gulu ya yule mwenye odela ya mafrontiere yote, aliwa gulu ya ukisikia neno inakuwa ndani mwako, singo lile chikambo chisemu na sio ya mapenzi ya giza, endelea mbele. Kenda maso Mungu anaweza atonda, endelea mbele. kenda maso Mungu atatenda. atonda kenda kola. Wanadamu wanaweza kuvunja moyo, Abantu basobola kumenya lakini usitikake kuvunjika moyo. kilizo Wewe endelea tu mbele, kenda maso sababu Mungu kubanga mukama Mungu ambaye anatenda, yekatonda Mungu kola ambaye haangalie limiti. yekala bampeka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shiba moja ndio ubiri yaka tena. Fegala na bananye tubale tsola kwinirira. Shiba moja tunge likamataka mikrofoni sasa tuko tunamwambia maneno ya Mungu. Tubatenga tetusoma. Amen, amen. Mabachingamo chalo. Lakini Mungu ni yule mwenyewe analokoteka Na yeye kubanga katonda yalonda. Mungu ndio yule mwenye anatendaka anakatonya, hakuna njia. Katonda yeye kola kubo na temuli kubo na feka kubo. Wakati nilikuwa nasoma neno la Mungu, Ngabane soma chigamo chalo. nikasema huyu madikia hakuwa Nyoza ono kwini ye. Bananga batenga simu simu. alikuwa beti Tabade musiru. wa kusahau kama Airabiremu ni malikia na iko chini ya utawala wa mwana fulani. ye queen ali wansi wa Hakuwa beti, abade simu simu. lakini Mungu alipenda amwangalie Esther Na ikatonda bada ya na kumwonyesha kama malgreke Mungu fasi ya kigeni, nabuga bade tuli kila kitu kinawezekana. Yonali soroka. Amina. Amina. Mara mingi sana watu wanazoea kuinterprete, wanasema aseme Abantu bagina masonga banyonyera bagamba Esther alichaguliwa sababu ya uyana. estabiye bamulonda kuba kabadde mulungi. Nimejitahidi kutafuta ile fasi ya Mbadde nga nenonyeyo kifo naye lakini Biblia inasema ya kwamba alipata kibali naye Bible tugamba yafuna mbele ya macho ya mfalme. ku maaso ga kabaka. Ni kama vile ndani ya Bethlehem kulikuwa wa vierge mengi sana, Eringa outside ya Bethlehem mubaddenga aba sio kama leo. Singa lero Leo kumtafuta msichana bikira ni kazi ya gharama sana. okufuna mwacha Lakini ile zamani wengi walikuwa mabikira naye abanji babade na bakira wengi walikuwa wanamwogopa Mungu. banji babade batya Katonda. Lakini Maria alipata neema Na ye Maria ye yafuna ya kuchaguliwa kuliko wanawake wote, okulondebwa ili kwamba yeye ndio apate na kuchukua mimba ya Yesu. ye afune olubutoga mukama. Amen, amen. Amina. Ndio maana kitu ya pili nitakwambia jioni ya leo, Ekintu kyokubiri nsobola kugamba jua kutafuta kibali. bannange olina okufuna omuganjwa. Amen. Amina. Kibali inaweza kuvukisha na kwenye unge fikaka. Ffe esobola kuyisa nga tobadde tusobola. Shule nyingine leo tunaanza ingia mafasi kwa Ya yeffe balala tuyingira mu kifo nga tebadde tusobola. tuko watu tunaikalaka nabo, unaangalia wewe na viato yako vraiment Noona aba ekifugo hamungeweza ikala pale. obadde tosobola kutulayo. Tuko fasi wanakuambia uko na wewe vya kusema, Ne bagamba olina kyosobola kwogera kweri. unajikuta ke aungepata kata na ile opportunity Bannange opportunity obadde tosobola ya kuongea kwa ile mahali. kwogera mu kifo nga bwe biti. Amen, amen. Amina. Ni kama vile naona sababu mwakati yenye sai na mfamilia kuna mweko na besoin kusikia parole yako. Osobola kubeera ne ku family tebaagala kuwuliriza. Baganda wanasema kwa mwavu tatesa. Oluganda bagamba umaskini yaonge yake. Maskini anataka nani? Aletake ide. Ide. Maskini Tu ide yako yote batayangalia ide pantufu. omwavu ye banange tabera ne
chikambo unaweza ikala hapa mnafanya meeting osura kutunao ngamukora meeting unapanga ne uteka pesa ule mwenye iko na jina oya inairi anaingia naingira mulikala depuis 12 ne mwatume anakuya kizute yeye ajasa anasema kwanza mfungule mbuti kule mugari na kama msoke musumulire nilikena mapiza na masoda msoke mulemu kapisa wapatie kwa kila mwangu hapa mimi najua njana isha huduma mwanamchi mali njale balumye kisha anaikala chini na tunda anasema nagamba mmefikia wapi pozi mbele mtu sema mtaanza kuongea mwanzo mpaka pale kwenye mnalisi moja tandikira ni matandise sawa na sawa ndio different osora yeye ya mtu kisha prepare anawaambia na abagamba mimi nilikuwa naangalia vile aliyakuwa bien na yeye ndabanga mimi naona tutembee hivi na hivi na hivi ndoza tutambule mabuti mshashiba mapiza na masoda nanye walite pizza kila mtu akasema aseme magama atuka vraiment ile ndio body mzee chogede chikufu echo amen amen amina chukule iko na quelque chose kubanga ina chintu ndani ya zana pale na zana fast number kukaa saidia zana ya kwa watu wa mwa biko na parcelle mwa yenyeeleza mapatia sasa hivi tajiri mwa hatari sana mulimu abantu bayina ekifo kinene kiri awo nilikuwa nekana na mtu mwa hivi mkubwa mbade nga ntunde n'omukulu akasema sema n'agamba Yesu akasema hivi alobiboyo watu matoyo hii kitu ilokoyo gouvernement atakayewa kuburi ezana mkono gouvernement kozangwa ya juu ya nini bona nini hawana mtu mwenye na jina sana mtu sana kwa ndio maana hawasikianake yangwe tina bayoka na kati amen amen kisha wale watu abo bantu banakeka wanawapatia discussion ya prix fulani ne bajane baba wa okuteka banakatala ne bagana juu hakuna mwenye anaweza decide tebalina sobola mwabo bote biko niveau moya bonna bali bantu wa wansi huko mtu mmoja mwenye anazoeka banawaita wa motivation speaker anasema aseme auli dawa kama unapenda ufanyikiwe singoya leo kuna ukamate 70% ya wenye wanakuzidia okwa te 9% ya njoo wenye utembee nao utambule nabo kisha 20% ya bachini yako abawasi kisha 2% 10% ikuwe ya wenguko nao sawa sawa ibirenga mumwekana ile 70% eyo 70% unatembea nayo singo tambule nayo inavunja vitu vya vina maana vya 20% ya usikia lakini kitu aseme wenye unekaraka wa 80% singo tutene niwe huko nako sawa sawa wabela ndugu yangu hakuna kumutaenda kanange tamugenda wa amen amen amina ndio maana Yesu unakutanaka pale niko nasogea hapa Pascal nga olanga sebele bapasi jumi na ndio sababu kwa nakwenda na mlogota hapo pale kubanga chimani yeye siku mami nafika fasi mami na kapana kale kwenye mlogota hapo ni kwata bibi yeye anasema Yesu natari piga bibasi na kama kumbe na yeye ukasa pale hivi kwa baba Pascal ni najiteo juu ya grace ya kutembea na mwenye anakusifu baba tambule na wewe kusema wewe unapendaka utembee na wewe uko na wewe sawa tambule na mwemwekana na hautajua kama uko na kibali wala kama hauna. Siku utajua kama uko na kibali, siku ninatekera kwa siku utakuwa uko jeune, unaikana na watu wa mandefu, unamwambia kitu, na wanasema Peti ameongea. Amen amen. Amina. Usife moyo. Muda ingali. Kwa una kibali, uko natoka na ile kibali ya Pascal. Kama ulikuwa una kibali, Mungu atakupatia kibali. Utarudia nayo leo. Amen amen. Amina. Esther alipata njoo kibali mbele ya macho ya mfalme. Hakuna favor kumasoka. Tu aseme na kujipodoa hakujipodoa. Bana kugambe no kuteka makeup ya tekayo. Lakini siri moja alifanyaka. Na yeye chama cha yakola alienda omba na agenda na sawa. Na hapa kwa maombi. Ne wano mkusaba kwa kibali na yako. Wano mkusaba. Amina. Kama upendake maombi singateka kusaba. Hautapataka kibali ngeteba yote na jituna. Haleluya. Amina. Basi neno la Mungu liko linatuonesha ya kwamba kigambo chake tunachikugamba mjomba yake oyo anko we ijapokuwa Esther alikuwa ameisha kuwa malikia ate Esther baada fusa lakini mjomba alibakia iko na chunga pale kumlango yeye abade achali yao nikasema si c'était moi ni kama singe badenze obagwe mie toujours na tactitude nzengo nali nikwe kakake na nene mbele brother wa kweli kweli ni wafanye pale kumlango muketi nkola oti
pale kumulango nenda tafuta kwa nini aogeti nga papa bandu ukola yo chiyao naanza mwambie bwana unikreelela nini anze ikaya pale nani mbele ya mfalme njagala bela hapo vile apache siecho papa sijui kutafuta ile siecho asa uniconnecte njagala nanyo uteke connection niambie sasa mbo mimi kwa hapo mama Denise banga mesa zino bibi ya president mbele mchana Museveni na kwa niko nafanya nini kumulango ngenda bela ngakola chiwa amen kugezi kumulango niko fakuni awokola namwambia unibali krele njenga manenge bankole ni mwa aka gouverneur wa nani mwa ya Kinshasa mbele ya the mayor wasaide mu amen amina lakini na ye nimeangalia kushuka nindaba okukirira kujishusha ya zaidi okukirira chaddala ndani ya baba Mordekai musajja Mordekai ijapokuwa Esther alikuwa amepata kibali badde afunye favor fasi kwanza ekitufu haiko nchi yabo ebadde si nsi yabo haiko tribi yabo ebadde si kika kyabwe haiko bakwenu ebadde si hamukusoma nabo temwasoma nabo munajifunzia lugha pale kwabo nge muyiga lulimi mumaze okuyiga lulimi awo Mungu akampatia kibali Katonda n'akumuwa favor akakuwa malikia n'afuuka queen ndani ya ile royaume bwakabaka obwo ndani ya hii Kampala annange mu Kampala eno Mungu anaweza kukukumbuka Katonda asobola kutuuka na watu wanakushangala n'abantu ne bayonisa ndani ya hii Kampala wano mu Kampala eno unaweza kuwa bae osobola kufuuka nawe ndani ya hii Kampala nino mu Kampala eno unaweza kuwa boss osobola kufuuka mugagga ndani ya hii kanisa yetu tuko deja na babae wano tulina balandilodi bali tuko na bapatro wanatumikisha watu tulina bagagga Selasa dile ke Mungu aorebwa na kabula kibali Katonda aorebwa Mungu aorebwa na kumbuka wale wenye walisabulika Katonda alimukuchukia wale baloyalabira njoo maana ndani ya hii programu yesonga muteka ndugu yangu usilikamate vya rejareja Uganda tojikwata wa bulijjo tafuta kibali mbele ya macho ya Mungu okufuna favor mu maso sababu umekuja kuitafuta hapa kwa kumuomba Bwana sekunijinyonya na okusaba Mungu yuko anaenda kukukumbuka Katonda aliyagenda kuchukira tukiangalia basi kule naona muda imetuacha obutto banange butulese oyo Namani akaenda kuparamia watu wenye waparami wake nagenda nalinya mu mutinga mchungaji alituhubiri siku moja hapa akasema ya kwamba tata wafu yatugamba luli tukuwe na jitahidi kujuana tulina okubeera nga chungu kilijua singa omanyi bulungi utanipatia respect zaidi tukongera kumpa kitiibwa kya waggulu ule Namani oyo Namani angelijua kama Mordekai ni muyombaji ya Esther singa bada mani oyo angemheshimia zaidi bada nomuwati na hangelimupangia mabaya lakini Mungu ameweka ile siri ndani ya maisha yetu na iye mukama taddeo kyama mudamu fe batu wasitujue abantu baleme kutubuulira ili kwamba bakuje ndio kuangalia utukufu ya Mungu yenye Mungu atatenda wakati anapokukumbuka Katonda agenda kukola nga ujikidde amen amina ndio maana usikuwe nataka watu wakujue yesu ngatoyagala usikuwe nakuja hapa sema mimi ndio fulani tafuta Mungu akujue olina okunona kujua Katonda akumanyi anapenda akumbushe watu kana kujua akaseera ayagala kujuliza mtu atashangala buli omu agenda kila mtu ataishiwa buli omu agenda anasema kuna wewe kutoa hivi kitufu mukama w'omutyo haleluya amina aseme Namani n'agamba Namani bakapanga nani ya kusema ke Bayahudi wote wauawe ne bagamba balina okutta Abayudaaya bonna Bayahudi wote wauawe Abayudaaya bonna bafe wakati yenye Mordekai alisikia ile habari Mordekai nawulira ekyo kigambo akasikia anasononeka sana nawulira nga olome akavaa gunia nayambala kutia unajua wakati mtu anavaa gunia kimanyi ng'obudde muntu ayambadde kutia ni kama vile unavaa aibu eringa oyambadde ni kama vile unajiima raha noweremesa sasa sinauli jiima kale kawani na maharagi kamchana ya leo sawa zino walese nga bunu noja kwa watu hapa wenye basiporta kinjala sawa shii abalala ngaffe bannange byanjala by'ekitufu tulisiporta bannange tetukisobola mazima lakini na ye tukaviacha vile vyote netugamba tuleke tumevaa gunia netwambala kutia tukakuya tulilie Mungu tujjenga tukabire atupatie tena kibali tuwe tukumbukiwe nate batujukire amen amina Mordekai akaenda akamwambia Esther Mordekai n'agenda n'agamba akamwambia sema taifa lote litauawa n'agamba bannange bagenda shio wote choko tukaangamia fenna tugenda kusasibwa Esther akamwambia ya kwamba Esther n'abamugamba nami niko na siku kama 14 bila kuona mfalme bannange nange ninana na abaendake muona na hauko kuliste tusobola genda
namula banga told him list. Nisangisi hapa utoke tu hapa uende ku State House Entebbe No sola kuvana ngamenga ngene State House. aseme na wewe nende ingia muli na wewe ngende na mtukeo na katweli mu list. utajuta jana mliki hapa mbaya. Sebo bagenda kujayo amaguru agulu. Amen. Amen. Lakini Mordekai akamwambia, naye Mordekai na Mungu malgré que kuko zile loi, ate mulimo amateka. ukumbuke tena wewe ukinyamaza kimya, ukidanga osilise na baba yako, na ndugu yako, na familia yako, familia wote wataangamia na wewe. Na bagenda kufa nao. Kwa maana na wewe ukinyamaza kimya, mwa hiyo basi kama umepata ya kutafuta Mungu, ili kwamba akukumbuke, kukuchukira utaangamia. Lakini acha kwamba upate na kuwa Esther mmoja wa familia yako. Acha kwamba upate na kuwa Mordekai ambaye atakayetumikia familia. Haleluya. Amina. Jina la Bwana Yesu Kristo litukuzwe. Yesu yasiwe. Muda inatuacha. Basi neno linatuambia ya kwamba ikigamone tugamba usiku ule mzima chiro chonna mchana misana Esther akaambia Mordekai, basi na nyie mwende muombe. Esther nagamba na mimi huko mimi nabakia mimi nakia omba. Nani njasa Ile kuomba ilikuwa kutafuta nini? Ibada kunonya hii kitu ya pili ambayo nimekuambia, kutafuta kibali tena. Ibada kunonya favor. Usichoke kuitafuta kibali. Nange tolemererwa kunona favor. Sababu kibali ni kitu ya maana sana. Favor kitu cha umugaso. Kama mtu mwenyewe, mlimo wa mtu unaweza kuwa usobora kuberao. Haiko aseme nani mapepo ya kijamani ushazionea nazo. Banange si mizimu gani. Mtu unaweza kuwa hauna kibali. Just join a favor. Unapeleka demande kwa kazi, nogena nole. Wakiangalia tu wanasoma jina lako, ile jina lako kama kitu kwa kwanza, na barabara nyalo sawa ili masumbuko. Bananitia pembeni. Tatu mjekono. Banaweza kuwa biko wanatafanya watu wataenda mu screening, basi unakula babake na maso. Wanaangalia hii jina lako mbona hii? Sema huyu pia kuna nao tena naye wapi? Wanamtia pembeni. Amen, amen. Amina. Unakosa kibali. Ne favor. Na lakini na yeye tafuta kibali. Nonya favor. Mungu anasema ya kwamba katodagambia tafuta kibali. Wino kunonya favor. Muda bado ipo. Obude bucha atakukumbuka. Atakuchukia. Na kuna muda mwingine. Obude bwe hii muda. Sawa hii muda. Yeye yogope kutafutia. Yeye yogope kunonya favor. Basi wana wa Israeli. Wana wa Israeli. Wakaenda wakaanza kuomba. Ili kwamba Esther apate kibali. Esther fune favor. Na wakati Esther alipoenda mbele ya mfalme. Esther anakaenda mmasoga. Biblia inasema kwamba mfalme atakuonyesha fimbo. Jioni ya leo Mungu kwenda kumnyoshea fimbo na kumuuliza kama ni nini unataka, kumuuliza kama uko na pesa, unataka tukufanyizie nini? Amen, amen. Amina. Na Esther akasema kwamba Esther naagamba mimi nataka tu wewe na Naamani mtaka kwenda na amani mkie mkule kwangu kesho, manake muje kupata kuandalia karamu njala teka pale. Sema Naamani nilipelekwa na mavyemba na managenda akasema aseme na gamba. Mfalme aliniambia aliongeza mapete kabaka na yongeta na malkia akasema aseme ne queen na kesho twende tukule kwake. Echa tugenda kukuba mbele we. Lakini ule Mordekai na yoyo Mordekai sasa nilipita pale singa badaisa hakuonesha hata sinya respect sana kunjama yete ana gana. Ninasikia mimi nasononeka mumoyo kuliranga bulumi mutima. Barafiki yake wabaya wakamwambia wologada ne bamuga, sasa wewe uchunge mti. Usimani bro no chonga mti, teka yo mti. Umsaure Naamani. Huyo Naamani utaambia mfalme wa mtundiki. Jamugamba ngaba. Mimi najua sahi na yeye jimani sazi. Ndani ya huu mwaka kuna wale ambao walikala kazi yao kuplanifanyia maplani za mbaya. Kuna wale ambao walikala wakutendea vitu vya mbaya. Kuna wale ambao walikuwa wanafunga mibaraka yao. Kuna wale ambao walikuwa wanakufanisha maska zenye hauna. Lakini acha nikuambie jioni ya leo, kama vile amani alivyokufa mbele ya Mordekai, ndivyo wale watu na